Gari la matangazo na tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira ya saa 4 za asubuhi alikamatwa mtu mmoja anaitwa Marwa Nyahega John mwenye umri wa miaka 25. Huyu ni mkazi wa Uzunguni A hapa jijini Mbeya, ambaye katika mahojiano na hii timu ya upelelezi alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webusta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na kumteka nyara Shailozi Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Kwa hiyo baada ya kumteka walianza kupiga simu kwa familia yake kwa lengo la kujipatia fedha, na iliposhindikana kupata fedha hizo kwa kupoteza ushahidi, wakihofia kwamba wanaweza kukamatwa, walipanga kumuua binti huyo. Walimnywesha sumu ambayo ni dawa ya kuulia magugu mashambani aina ya Roundup. Kwa hiyo iliposhindikana kuondoa uhai wake, waliamua kumnyonga kwa kamba hadi kufa, kisha kuamua sasa kwenda kuchoma mwili wake. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hiyo, ufuatiliaji uliendelea, na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025 alikamatwa mtuhumiwa mwingine ambaye anaitwa Webusta William Mwantebele mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyo, na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo, alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kwa kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumuonya mtuhumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe na aache vitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya kukaidi amri hiyo, yeye aliendelea kumkunja shati ya askari, lakini kutokana na umahiri wa yule askari na mafunzo ambayo ameyapata ya kujihami, aliweza kumdhibiti. Lakini pia askari wengine waliokuwepo karibu waliweza kufyatua risasi nyingine iliyompata kwenye mguu wa kushoto, na huyo mtuhumiwa akaanguka chini. Mtuhumiwa Webusta William Mwantebele naye aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari ili kukwepa mkono wa sheria usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia waliona na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu, wakimuonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi 3 na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua eneo la Charangwa liko kwenye kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu, lakini walipofikishwa pale kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia. Aidha, katika ufuatiliaji zaidi wa tukio hili, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alieleza kuwa wakati wakimpa mateso Shailozi Michael Mabula na kumrekodi kwenye picha mjongeo na kumtumia baba yake mzazi ili atoe fedha nyingi, alimkata binti huyo kidole cha mkono wa kulia, na baada ya mauaji hayo kidole hicho pamoja na nguo zake za ndani walizipeleka kwa mganga wa jadi na mganga wa kienyeji maeneo ya Isieche jijini Mbeya kwa ajili ya kuwafanyia zindiko ili wasibainike na wala wasikamatwe na jeshi la polisi au mtu yoyote. Sasa wakiwa njiani kuelekea kwa huyo mganga, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alikurupuka ghafla wakati gari ikiwa kwenye mwendo na akajirusha chini
kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtuhumiwa huyu alipata jeraha kubwa kichwani, na kutokana na jeraha hilo askari pia waliweza tena kumkimbiza katika hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya ili aweze kutibiwa, tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu basi akawa amefariki dunia. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na msako mkali watafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu ya mwili ya kidole pamoja na nguo za ndani za huyu marehemu. Lakini katika upekuzi wa hawa watuhumiwa ambao sasa ni marehemu kwa wote kwa pamoja, walikutwa wakiwa na pingu 2, vitambulisho 2 vya bandia vya Jeshi la Wananchi Tanzania na TPDF vyenye picha na majina yao, lakini pia walikuwa na simu zenye picha zinazoonyesha namna walivyokuwa wanatekeleza uhalifu wao na kurekodi haya matukio na kuyorusha kwa mzazi. Na wakati huo taarifa kulingana na uchunguzi pia katika simu hizo pia walikuta kulikuwa na taarifa zingine za mawasiliano baina yao kabla, wakati na baada ya kumteka nyara kumuua huyu binti ambaye anaitwa Shairozi Michael Mabula.